Naam, Tundu Lissu leo alionekana kutokuwa na raha wakati wa mwisho wa usikilizaji wa kesi ya uhaini ndani ya chumba cha mahakama Dar es Salaam. Tundu Lissu alizungumza kwa kuchoshwa na hasira kuhusu mwenendo wa kesi hiyo ya uhaini ndani ya chumba cha mahakama. Like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeahirishwa mapema sana kuliko ilivyotarajiwa leo, jambo lililomfanya Tundu Lissu kuonyesha wazi kutoridhika na kukasirika kwake na kuhoji sababu za upande wa mashtaka kutowasilisha mashahidi zaidi kama mahakama ilivyokuwa imeagiza awali. Tundu Lissu aliwaambia majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo kuwa shauri hilo limechukua muda mrefu mno na kwamba kuchelewa huko hakukusababishwa na yeye wala jopo lake la mawakili wa utetezi. Alisisitiza kuwa kila hatua ya kuchelewa ndani ya chumba cha mahakama ilimaanisha kuendelea kusota rumande, huku akisisitiza kuwa hana hatia. Hivyo aliutaka upande wa mashtaka kuleta mashahidi wa kutosha katika kikao kijacho, akiikumbusha mahakama kuwa kulikuwa na agizo la awali la kuwataka wawasilishe mashahidi wawili au watatu. Lissu alihoji kama agizo hilo lilikuwa limefutwa au la. Kikao hicho cha mahakama kilifanyika baada ya kukamilika kwa ushahidi wa maswali na mahojiano kwa shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka. Kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba, ambaye amekuwa akiwasilisha ushahidi kuhusiana na uchunguzi wa kesi hiyo ya uhaini. Awali upande wa mashtaka ulieleza kuwa ulikuwa na shahidi mmoja tu tayari kwa ajili ya shughuli za mahakama za siku hii. Wakili wa serikali ajuaye aliiambia mahakama kuwa kwa kuwa Amin Mahamba ndiye shahidi pekee aliyewasilishwa leo mahakamani, waliomba shauri hilo liendelee siku iliyofuata, yaani Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa Agosti. Hata hivyo, Tundu Lissu alionyesha wasiwasi wake mara moja kuhusu kasi na mwenendo wa kesi hii. Aliwakumbusha majaji kuhusu agizo la awali lililoutaka upande wa mashtaka kuleta mashahidi zaidi na kuhoji kama agizo hilo lilikuwa limetupiliwa mbali. Tundu Lissu alisema mahakama imeshatumia muda mwingi kusikiliza kesi hiyo na kwamba kuendelea kwa kasi hiyo ndogo kulikuwa kukimwathiri moja kwa moja kwa kuwa anaendelea kushikiliwa mahabusu wakati wote wa kesi hii. Ujumbe wake kwa upande wa mashtaka ulikuwa wazi: ikiwa kesi inapaswa kuendelea, mashahidi zaidi wanapaswa kuletwa mahakamani badala ya kuahirisha shughuli mara kwa mara mapema sana baada ya kusikiliza ushahidi kidogo tu. Hali hiyo ilijitokeza muda mfupi baada ya mvutano kati ya Tundu Lissu na upande wa mashtaka wakati wa hatua ya mwisho ya ushahidi wa Amin Mahamba. Wakati wa hatua ya upande wa mashtaka kumuuliza tena shahidi maswali ya re-examination, wakili wa serikali Katuga alijaribu kufafanua mambo yaliyojitokeza wakati wa dodoso la Lissu, hasa tofauti kati ya maelezo ya maandishi ya Mahamba kwa polisi na ushahidi aliyoutoa baadaye mahakamani. Suala hilo lilizua mvutano pale Katuga alipoonekana kumuuliza shahidi aeleze tofauti kati ya maelezo yake ya awali na ushahidi aliyoutoa mahakamani. Tundu Lissu alipinga hatua hiyo. Aliwaambia majaji kuwa swali lake la awali lilikuwa ni iwapo shahidi huyo alikuwa amekwisha eleza sababu ya tofauti hizo. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, iwapo shahidi huyo sasa angeulizwa kutoa ufafanuzi kuhusu tofauti hizo, hatua hiyo ingeleta ushahidi mpya. Tundu Lissu alisisitiza kuwa iwapo shahidi angeruhusiwa kutoa maelezo hayo mapya, yeye pia angetakiwa kupewa fursa nyingine ya kumhoji shahidi huyo. Kisha jaji alimwagiza Katuga kubadilisha namna ya kuuliza swali hilo. Baadaye Katuga alimuuliza shahidi moja kwa moja iwapo aliwahi kueleza sababu ya tofauti zilizokuwepo kati ya maelezo yake ya polisi na ushahidi aliyoutoa mahakamani. Mahamba alitoa jibu muhimu. Alikiri kuwa hakuwahi kueleza sababu ya tofauti hizo. Kisha alisema kuwa majibu aliyotoa mahakamani yalitokana na namna alivyoelekezwa na upande wa mashtaka. Majibizano hayo yaliibua wakati mwingine muhimu katika mwenendo wa kesi hiyo, kwani Tundu Lissu alikuwa ametumia muda mwingi wa kuhoji akijaribu kuonyesha kutokwenda sambamba kwa maelezo ya awali ya shahidi na yale aliyoyatoa baadaye mahakamani. Baada ya shahidi kujibu, kulikuwa na ukimya mfupi ndani ya ukumbi wa mahakama. Kisha Katuga alirejea kwa wenzake wa upande wa mashtaka akiwemo wakili mwandamizi wa serikali ajuaye na mawakili wengine wa serikali. Baada ya kushauriana nao, Katuga aliwajulisha majaji kuwa upande wa mashtaka umeamua kuhitimisha maswali yake kwa shahidi huyo.
Hiyo ilihitimisha ushahidi wa Mahamba. Kisha jaji alimjumlisha rasmi shahidi huyo kuwa amemaliza kutoa ushahidi wake na kwamba ameruhusiwa kuondoka na hatohitajika tena kushiriki kama shahidi. Baadaye Mahamba aliondoka ukumbini. Kuondoka kwake kuliashiria mwisho wa hatua ndefu ya kesi hiyo, kwani alikuwa shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka na pia alikuwa amehojiwa kwa kina na Tundu Lissu. Sehemu kubwa ya maswali ya Tundu Lissu ilijikita katika uchunguzi wa polisi na iwapo hitimisho lililotolewa na Mahamba liliungwa mkono na ushahidi wa moja kwa moja. Moja ya masuala makuu lilikuwa ni video ya hotuba ya Tundu Lissu iliyochapishwa kwenye chaneli ya YouTube ya Jambo TV. Awali, Amin Mahamba alisisitiza kuwa Lissu ndiye aliyehusika na kuchapisha video hiyo, lakini wakati wa kuhojiwa shahidi alikiri kuwa hakuweza kudhibitisha iwapo Tundu Lissu alikuwa mfanyakazi wa Jambo TV, mpiga picha wa kituo hicho, au mtu mwenye uwezo wa kufikia password za akaunti ya YouTube ya Jambo TV. Lissu alitumia majibu hayo kupinga jaribio la upande wa mashtaka la kumhusisha moja kwa moja na uchapishaji wa video hiyo. Upande wa utetezi pia ulimhoji shahidi kuhusu vifaa au nyaraka zilizodaiwa kutumika katika uchunguzi huo. Mahamba alikiri kwamba wachunguzi walitazama toleo la video linalopatikana mtandaoni badala ya nakala iliyodaiwa kuhifadhiwa kwenye kadi ya kumbukumbu au flash disk. Hata hivyo, kisha Lissu alihoji ni kwa namna gani shahidi Amin Mahamba angeweza kuwa na uhakika kuhusu yaliyomo kwenye vifaa hivyo vya kuhifadhia taarifa ikiwa hakuwahi kuviona yeye mwenyewe. Sehemu nyingine muhimu ya maswali ya upande wa utetezi ilihusu watu ambao upande wa mashtaka ulidai walihusika katika mipango ya kuzua vurugu wakati wa kipindi cha uchaguzi. Tundu Lissu alihoji nini hatimaye kiliwapata watu ambao walidaiwa kukamatwa, kuhojiwa na kushtakiwa kwa makosa ya jinai. Shahidi alikiri kuwa baadhi ya watu hao hatimaye waliachiwa huru baada ya wachunguzi kupitia majalada yao. Lissu alitumia ushahidi huo kuhoji kuhusu uchunguzi huo kwa mapana yake pamoja na hitimisho la upande wa mashtaka kuhusu matukio yaliyohusiana na uchaguzi. Mjadala huo ulikuwa sehemu ya jitihada pana za Tundu Lissu kutofautisha kati ya madai yaliyopo katika kesi hiyo, hitimisho la wachunguzi, na yale ambayo shahidi angeweza kudhibitisha binafsi kutokana na ushahidi uliowasilishwa mahakamani. Baada ya ushahidi wa Mahamba kuhitimishwa, sasa umakini unaelekezwa kwa mashahidi wengine wa upande wa mashtaka kama upande wa jamhuri, na hapo ndipo umuhimu wa kutoridhishwa kwa Lissu na uamuzi wa kuahirishwa kesi mapema leo mchana unapoonekana wazi. Ameweka wazi kuwa hataki kesi hiyo iendelee kwa mwendo unaomfanya aendelee kuzuiliwa mahabusu, huku idadi ndogo tu ya mashahidi wa upande wa mashtaka wakifika mahakamani. Hatimaye majaji waliahirisha kesi hiyo hadi kesho asubuhi. Upande wa mashtaka unatarajiwa kuendelea kuwasilisha ushahidi wake, huku upande wa utetezi ukifuatilia kwa karibu kuona ni mashahidi wangapi wataletwa mahakamani na jinsi hatua inayofuata ya kesi hiyo itakavyoendelea kwa kasi gani. Kwa upande wa Tundu Lissu, ujumbe wake wa mwisho leo ulikuwa wa wazi. Kesi hiyo imechukua muda mrefu mno, na ikiwa upande wa mashtaka utaendelea na kesi hiyo, anataka uje mahakamani na mashahidi wa kutosha ili kuwezesha mwenendo wa kesi hiyo kuendelea bila kukwama. Nijuze mtazamo au maoni yako kuhusiana na kuahirishwa mapema kwa kesi hii ya Tundu Lissu. Vilevile like video hii kisha subscribe.